Yes, bana, maswali yamekuwa mengi kweli kweli kuhusiana na ishu ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya soka ya Yanga. Wengi wanatamani kujua, je, ni nini kinafanyika, hususan mara baada ya taarifa kutoka kwenye idara ya habari ya klabu hiyo ya soka ya wananchi Yanga. Sasa niko hapa kukupa taarifa juu ya kile ambacho pengine ungetamani kukifahamu, na ni swala zima linalohusiana na Theodore Pacome Zozoa, moja kati ya viungo ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye ligi yetu ya hapa nyumbani Tanzania, NBC Premier League. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameiongezea thamani ligi yetu kwa ubora walionao. Ni kipindi kigumu kweli kweli ambacho anakipitia. Nafikiri, sidhani kama ameshawahi kupitia kipindi kigumu zaidi ya hiki kwenye maisha yake ya soka, lakini ni jambo la kawaida kwenye maisha ya binadamu. Sasa wengi wanajiuliza, nini hatma ya Pacome Theodore Zozoa kwenye kikosi hicho cha wananchi Yanga? Ikumbukwe tu ya kwamba taarifa iliyotolewa na idara ya habari ya kikosi hicho cha wananchi Yanga chini ya mwenyekiti wa idara hiyo Ali Shabani Kamwe ilitueleza ya kwamba Theodore Pacome Zozoa hatoingizwa kwenye listi ya wachezaji ambao watakuwa wakiitumikia klabu hiyo kwa msimu ujao, kwa maana ya kwamba msimu wa mwaka 2026 na 2027. Lengo la Young Africans kumwacha mchezaji huyo, wanataka kumpa muda mrefu kabisa wa kufanya recovery, na ili basi aweze kutengamaa na kurudi kwenye ubora wake halisi. Sasa hali hiyo imepokelewaje na mchezaji mwenyewe? Kwani kwa mujibu wa taarifa za ndani kabisa tunaelezwa ya kwamba ni kweli madaktari walihitaji Theodore Pacome Zozoa apewe muda wa kutosha wa kufanya recovery, lakini si muda mrefu kiasi ambacho Young Africans wao wamekitangaza. Reaction sasa kutoka kwa mchezaji inaweza kuwa negative, kwa sababu mpira ni maisha yake. Hana shughuli nyingine yoyote ambayo pengine amekuwa akijihusisha nayo zaidi ya soka. Lakini yote kwa yote, Young Africans wao walidai ya kwamba matibabu na stahiki zote mchezaji ataendelea kuzipata kama ambavyo wachezaji wengine wa timu hiyo watakuwa wanahudumiwa. Hivyo matibabu yote ya Theodore Pacome Zozoa kwa kipindi chote cha mwaka mzima yatakuwa chini ya Young Africans, lakini pia mchezaji atapokea bonus, atapokea mshahara na atapata huduma zote kama mchezaji halali wa klabu ya soka ya Young Africans. Nini maoni yako juu ya hatua hiyo ambayo Young Africans wameichukua? Je, wewe unafikiri Young Africans wapo sahihi ama kuna sehemu wamefeli? Niandikie comments hapo chini ya video hii, lakini kama bado hauja